God but you. Ooh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Are you sure you want to do this in front of all these people? Praise God. Amen. I'm so sorry for the impromptu call, but I had to do it anyway. Do you know why I called you here? Izai, lakini brother. Mtu gotiana for starters. Ngumi ni mboze sawa? Okay. Haiko nishike. Ilikuwa ni goti. Matumaini, don't you ever get tired of it? Nachoka na nini sasa? The fist bump. The only people who do the fist bump are people who are in a personality disorder. People who need to belong. Am I to assume you're having an identity crisis? Izai, lakini ulijoje kilami. Silijua ni mulami. Oh, we're doing that, yeah? Fanya hivyo tumaze shughuli tutata hapa sawa? Jared. Yes, I do. Okay, that came out wrong, seriously. But anyway, did you set the ball rolling? Come on, man. Don't tell me you forgot. Sio hivyo manze. Sikujua nianzie wapi. Do you think this is a joke to you? Usichukulie hivyo manze. Then what am I to think of it? Okay, how about we start from the part where the guy orphaned you? I'm sorry, that's not what I meant. He partially orphaned me too, sorry. Hapana, sijui. Lakini hata kabla tuendelee, uende na ajenda ya mito. Acha nikupeka kaudako kidogo. By all means. So unaona huyu Ivan, mimi namshuku. Naona nikaa kuna mapepo. And why would you say that? So unajifanya unangi venye anajifanyanga. Anakasirikanga anakanganika mwenye amepagawa. Okay, that's so interesting. Now that put aside, what is the greatest challenge you face as a Christian? I'm having to bear this secret that is killing me day and night. Okay, go on. I don't know even where to start. It's okay, you can start from anywhere. I'm here to listen to you. Do you promise it's between us? Scout honor. Sure. I promise, do not have to worry. Malcolm Malcolm did what? Malcolm killed someone. Wow, okay, so I know about it and you do not have to explain anymore. I totally understand your predicament. Trust me, I totally comply with your dilemma. Sure you won't tell anyone? Don't worry about it. Okay. Come on, man. Can't you be serious for once? Come on, man. Acha sasa nikuwe serious sawa? Acha nikuwe serious like serious. Just go by me just fanya stuff. I thought as much. See you at home. Fiti. Okay. Has been seasonal. Ambayo imekuwa katika hali. Has it been seasonal or consistent? Imekuwa katika hali ambayo iko kila mara. The following of Jesus has it been consistent
or seasonal. Ufuasi wako wa Yesu umekuwa kila mara ama katika hali. So, because of Elisha following Elijah, Kwa sababu ya ufuasi wa Elisha kwa Elijah, they reached a point and he asked him, what do you want? alifika mahali akamuuliza unataka And he nini? says, a double portion. Akamwambia nataka. Elijah said, you maradufu. have asked something very difficult. Elijah akamwambia umeuliza kitu ngumu sana. But if you will be able to see me Lakini kama utaniona as I'm being taken up, ninapopelekwa juu, you will receive. utapokea. So condition number 1, Ishara ya kwanza, he had to focus. lazima angeweka makinifu yake. Kama ni hivi, hata kama hivi imekuja hakuna kondo. That was the focus. Ilikuwa makinifu. Looking up. Kuangalia tu juu. Even if there is distraction. Hata kama kuna Even if there's a baby weeping or crying. hata kama kuna mtoto analia. Even if there are dogs barking. Hata kama kuna mbwa zinabweka. Even if there's something happening around, the aim of Elijah is for Elisha to be focused. Hata kama kuna kitu madhumunio ya Elijah kwa Elisha ni kuwa aeke umakinifu. And for sure he was consistent until he received the double. Na kwa uhakika alifanya hivyo na An akapokea example maradufu. of following. Hiyo ni mfano wa ufuasi. So if you are following somebody, Unapomfuata mtu, you must humble yourself lazima unyenyekee. and shape your vision. Lazima unyenyekee na uachane na maono yako. Shape your vision. Wachana na maono yako. Ama eke kando. If you follow an ambitious leader and you're also ambitious, what's going to happen? The ambitions will collide. Ukimfuata kiongozi ambaye ana madhumunio na wewe pia una madhumunio yako, zitagongana. So you have to shape your ambition. Lazima uweke kando madhumunio yako. Luke was a doctor. Luke alikuwa daktari. But when he started following Jesus, Lakini alipoanza kumfuata Yesu, he stopped. aliwacha udaktari. Matthew was a tax collector. Mathayo alikuwa He had to leave his tax collection and follow Jesus. ilibidi aache mahali alikuwa anafanya mfuate Simon Yesu. Peter, Petero, tax collection is like the KRA of today. naam, Like the KRA of today. naam. Now, Simon Peter was a professional fisherman. Petero alikuwa mvuvi wa tajriba. I have not seen any professional fisherman in Kenya, even in Lake Victoria. Sijaona mvuvi wa tajriba kama Petero. A professional fisherman. Mvuvi wa But tajriba. he left his work Lakini aliacha kazi and yake followed Jesus. na akamfuata Yesu. Meaning he shaped his ambition Kumaanisha aliweka madhumunio yake kando to follow Jesus. kumfuata Yesu. So if you're not humble enough, Kama hauna unyenyekevu, there are certain tasks that the master will give you which you will not understand. kuna kazi ambayo mkuu atakupatia hutaelewa. But the reason why he's giving you to shape you and know if for sure you are truly committed to him. Anakupatia kazi ile kukuunda ili aweze kuwa na uhakika kuwa kweli umejiweka kwake. How many of you know the story of Hosea? Wangapi wenye wanajua hadithi ya Hosea? The behavior of Hosea shows clearly that Hosea was following God. Tabia ya Hosea inaonyesha kuwa Hosea alikuwa mfuasi wa Mungu. Imagine my brother being told to marry a prostitute. Hebu fikiria ndugu yangu uambiwe wewe kahaba. Sitasema huyu ni Mungu gani anaongea huyo? Inawezekanaje? Bwana wasema maisha duniani. Hata sio karibani peke yake duniani. But you know, because of his obedience, God wanted to show the children of Israel how far they had gone from him. Lakini unajua katika utiifu wake Mungu anataka kuonesha kuwa Wanaisraeli ni Now mbali yuko because he ameenda. was following Jesus, he was following God, he was obedient to him. Kwa sababu alikuwa anafanya Mungu, alikuwa na utiifu kwake. A true follower of the kingdom of God. Mfuasi wa ukweli wa ufalme wa mbingu. To follow is to commit your total self to your mentor. Ufuasi inamaanisha kujiachilia katika mfunzi wako. Committing your total self. Yani usiende hapo ukiwa uko na Kujikabidhi katika mkufunzi wako. na ujuaji na mfinyo. You are committing your total self. Unajikabidhi uzima katika mkufunzi wako. No wonder some of us got born again na tukaleta ujuaji kwa wokovu.
Ndio maana hata hakuna kitu kinafanyika, because tuliingiza ujuaji wetu. Hatutaki direction ya Mungu, tunaweka kujua kwetu. Hatutaki maelekezo ya Mungu. Mungu najua inafanywa hivi. Mungu anakuelekeza, mwambie mimi najua inafanya hivi. Is that possible? Inawezekana. Who created you? Nani alikuumba? Of course God knows you in and out. Ni Mungu anakujua nje na ndani. Mungu anakuambia wachana ukija, huyu nikimwacha nitakufa. Unaleta ujuaji wako kwa Mungu, vitu simple. Hata huyu mstari, huyu nikiwacha, Mungu sitaweza kuishi. Kwani ulikuwa unaishi before mkutano? Sasa hivi mnajifanya mafanikio, kama mjai kutoka kama hiyo. Okay. Surrender your weaknesses to him. Kuachilia udhaifu wako kwake. Surrender your weaknesses to him. Kuachilia udhaifu wako kwake. Out of your surrender, kwa kuachilia kwako, he will lift the weaknesses. Atainua udhaifu And strengthen you. na kutia nguvu. But the more you hide the weaknesses, lakini unapoficha udhaifu. I'm imagining of two people that are courting. Ninafikiria kuhusu watu wawili ambao wako katika mahusiano. And one of them is behaving like the holiest of holies. Na mmoja wao anajifanya mtakatifu. And they have announced their meeting today. Na wanakutana leo 2 p.m. katika saa 8. The man is weak in time. Mwanaume anafika katika wakati. He is weak in time. Hajui kuweka wakati. Doesn't know how to keep time. Hajui kuweka wakati. Not all men, this particular man. Mwanaume tu huyu. But the lady is conscious with time. Lakini dada anajua kuweka wakati. The outing wakati. is 2 p.m. Wanafaa kukutana saa 8. At Hilton Hotel. Kule Hilton. 2 p.m. the sister is there seated waiting for the brother. Saa 8 dada yuko pale anamngoja. Remember the brother is weak in kumbuka ndugu hajui kuweka wakati. So the brother arrives at 3 p.m. 1 hour late. Ndugu anafika saa 9. And the sister says, "There's no problem, brother. Dada anasema, hakuna shida, Mungu amekusamehe, naelewa." Is she truthful? Na ukweli kweli. Okay, this thing will go like that, but when they get married, itaendelea hivi, lakini atakapokuolewa, reality will go. Uhalisia utaingia sasa. Will she still say, "I can understand"? Anasema tena nitakuelewa. Will she still say, "I can understand"? Anasema nitakuelewa. Now, there are certain things we have to be ourselves. Kuna mambo mengine lazima tuwe for us to rescue situations that may cause damage in our life. Ili tukaweze kuokoa hali ambazo zingetuharibia maisha. If you're following somebody or something, obedience is key. Kama unafuata mtu ama kitu, utiifu lazima ni maana. Obedience is key. Utiifu ni wa maana. You must be obedient. Lazima kuwe mtiifu. Sasa wacha turudi ile mlikuwa mnangojea niongee kuhusu following Jesus. Ndio mlikuwa mnangojea. Now following Jesus. Kumfuata Yesu. Unajua ile mlikuwa mnangojea kwa shauri pastor fanya anaweza kuokoka. Haya, following Jesus. Ufuasi wa Yesu. Now if you're following Jesus, kama you unafuata Yesu, trust upon him. Lazima muamini. You surrender your all to him. Unaachilia kila kitu chako kwake. And by all I mean worries, na kila kitu na fears, kuogopa, weaknesses, udhaifu, mwingine zote hizo mtataja hizo mtataja kwa mioyo zote, you surrender them to Jesus. Aziachilia zote kwa Yesu. And then give him your time. Na kumpatia wakati wako. Give him your time. Mpatie wakati wako. In a day, how many hours do we have? Kwa siku tuna how many hours? Yeah? Tuna masaa mangapi? Ngapi unasema 12? Kwa siku tuna masaa mangapi? Mimi najua tumekuwa 24 lakini labda zako zilipunguzwa mpaka 20. Okay, 24 hours. Within this 24 hours, masaa 24, katika masaa 24, assuming tulikuwa tunatoa tithe ya time. Tulikuwa tunatoa tithe ya time. Zaka ya wakati. Ungekuwa masaa mangapi? 2.4. 2.4 ndio masaa mangapi? 2 hours? 2 hours? 24 minutes. 2 hours 24 minutes. 2 hours 24 minutes. 2 hours 24 minutes. 2 hours 24 minutes. Now, I want to
to ascertain whether Masaa mawili for a dakika truth 24. you people give God 2 hours 24 minutes every day. Nataka nifanye kwa uhakika kuwa unampatia Mungu masaa mawili Most of dakika 24. us maybe the highest is 30 minutes. Wengi wetu labda Tukijaribu sana na ile ya Baba katika jina la Yesu. Mungu wangu nakuomba Baba. Nisaidie Baba. Baba. Yaani unazunguka tu mpaka 30 minutes zinaisha. dakika 30 zinaisha. 30 minutes, okay? But it is 2 hours 20. That is the least. Hiyo ni kidogo kabisa 2 masaa. hours 24 minutes. Masaa mawili dakika 24. Whether it's prayer, Katika whether maombi, it's reading the word, katika kusema neno, whether it's singing, katika kuimba, but something that will glorify God. lakini kitu ambacho kitamtukuza Mungu, Something that will exalt God. kitu ambacho kitamuinua Something that Mungu, will lift up God. kitu ambacho kitamuinua Mungu. So when I say giving him your time, siongei 10%. Ninaposema kumpa wakati simaanishi ala 20 na 10. Giving him your time simaanishi 10%. Kumpatia wakati simaanishi asili ya 10. Yaani kwa hizo 24 hours zote upatia Mungu. Mpatie Yesu masaa 24. Wananiangalia wanasema how? Do you believe whatever you do in a day is supposed to be service to the kingdom? Unamaanisha kuwa kila kitu ambacho unafanya katika siku, If you are a nurse, you are serving God wherever you are working. mahali huko katika If kazi you are an unatumikia accountant, Mungu. you are serving God wherever you are working. Kama ni kazini If you are unafanya a teacher, you are serving God wherever you are kama ni working. mwalimu unafaa kumtukuza Mungu mahali If unafanya you kazi. are a newscaster, Kama wewe ni you are serving God wherever you are working. kama ni A mtangazaji unafaa businessman, a kumtumikia businesswoman, Mungu. you are serving God wherever you are working. Mwanabiashara unafaa kumtukuza Mungu mahali huko. That is what it means by giving him the 24 hours. Hiyo inamaanisha kumpatia masaa 20. Hata ukiwa kazini, wakitazama wasikuone wewe, waone Kristo. Tabia zako ziwe za kumtukuza Mungu. Mwambie mwenzako usikae kama wao. Usibehave kama wao. Behave kama mtoto wa Mungu kila mahali ulipo. Tabia zako za kumtoa Mungu. The disciples stopped what they were doing to follow Jesus. Wanafunzi waliacha kile wanafanya kumfuata Yesu. Sasa sisemi uache kuwa mkulima, uache biashara yako, sisemi uache mume wako. Tuelewane tafadhali. Sisemi uache mume wako kufuata Yesu. That's not what I'm saying. Meaning the total you. Hata mkiwa na mume wako aone Yesu. Namaanisha kila kitu chako. Amen. Tuko pamoja? Amina. Aone Yesu. Yaani aseme fanisi wa Yesu. Sio fanisi muluya, aseme fanisi wa Yesu. Tuko pamoja? Naam. Naelewana? Naam. That's what I'm talking about. Hivyo ndivyo nazosema. Aone Yesu Kristo ndani yako. Amen. Amina. Matthew 4:19-20 nisomea haraka. Mathayo 4 mstari wa 19 mpaka 20. Yes. And he said unto them, And Jesus said unto them, we are talking about following Jesus. Tunaongea kuhusu ufuasi katika Yesu. Na Yesu akawaambia, follow me and I will make you fishers of men. Follow me and I will make you fishers of men. nifuate na nitawafanya wavuvi wa binadamu. And they straightway left their nets and followed him. Yaani hapo tu wakati net zao, wakati kuvua samaki, and they followed him. Na hapo tu wakati Do you uvuvi know wakafuata. why? Do you know why they followed him? Unajua kwa nini walimfuata? Let me tell you the secret. Acha niwaambie siri. Jesus mentioned their profession. Yesu alitaja tajriba yao. Alisema, follow me, I will make you fishers of men. So the word fishers sasa tunataka bado kuvua samaki. Kumbe atakuwa bado kuvua samaki. Let's follow him. Alisema nifuate na nitafanya wavuvi wa. Because he said, I will make you fishers. Hata kukutetea meni malizwe. Fishers of men. Alisema nitawafanya wavuvi. But as long as he has mentioned our profession, let us follow him. Lakini ametaja kazi yetu tumfuate. They left their nets immediately No. and followed him. Na wakaacha
nyavu zao wakamfuata. Meaning they embraced the mission of Jesus. Kumaanisha walikumbatia ule maono ya Yesu. Mission number 1 of Jesus was to love sinners. Maono ya kwanza ya Yesu ilikuwa kuwapenda watenda dhambi. How many of you hate sinners? Wangapi wanachukia watenda dhambi? Yeah. You hate sinners or you hate the sin in them? What is the difference? You hate the sinner or you hate the sin in them? Unamchukia anayetenda dhambi ama dhambi ndani yake? By the way, ukisema unachukia wenye dhambi na wengine wetu tunaishi na wenye dhambi. Hasa utachukia watu wako wanaoishi na, tuseme kwa mfano unaishi na mume mwizi. Mwizi eh? Your husband ni mwizi. Na maanisha mwizi wa bunduki. Mwizi wa mabavu. Sio wa njora, wa bunduki. Na wewe unaonaga hiyo bunduki pangusha ikiwekwa. Na unajua ako nayo. Si ati ni kitu unasikianga, unajua ako nayo, unaonaga kipangusha ikiwekwa vizuri. Na imagine anaenda kuhustle hiyo kuwa watu ndio anakuja na pesa ndio wewe unapika. Wewe unapika mnakula. Utamchukia? Tunaongea kuhusu reality, utamchukia. Yeah? Unampenda lakini usifanye tena anachofanya, lakini unakulia hicho kitendo. Actually in short you are partaking the sin. Kwa ufupi Unapokula unakula moja na dhambi. You are partaking the sin. No wonder unapokula unachukua dhambi ile. Watoto wako na building hiyo because walipartake chakula cha uwizi. Ndio maana wamelishwa tangu utoto, wakasomeshwa na pesa za uwizi. Secondary, university, hata kazi walizopata wamepata kwa uwizi. So what will happen? Haya, kile namaanisha ni kwamba tusiwachukie, lakini tuchukie wanachofanya. Na kwa sababu hatuwezi kuwasimamisha kufanya, we pray. Tunaomba. Kama mtu wa magoti, mtu kama huyo akona hiyo kitu unaweza mzuia kweli. Sio ndio utakuwa next target. But you can pray that they change. Prayer can change them. Maombi yanaweza wabadilisha. Following Jesus means having a quiet prayer time with Jesus. Kumfuata Yesu inamaanisha kuwa na wakati wa maombi. Having a quiet prayer time with Jesus. Wakati wa unyamavu wa maombi. Sio ile maombi tu unaamka asante Mungu kunyamsha. Sasa naenda kazini enda pamoja na mimi. Kama una order Mungu aenda pamoja na mimi na kwenda kazini. Follow me God. Bless my work. Touch me. Touch my hands. It's like a commanding God. Ni kama a quiet prayer time is when you pray and listen to him. Wakati wa nyamavu wa maombi ni wakati unaomba na unamsikiza. Take time to listen to him speak to you. Chukua wakati kusikiza. Because there are many things he wants to tell you. Kuna mambo mengi anataka kukuambia. But when does he tell you? Lakini atakwambia wakati upi? You are busy. Kila wakati una kazi nyingi. Busy. Una kazi nyingi kila wakati. Have you ever seen people who are busy doing nothing? Ushaona watu kila wakati hawafanyi kitu lakini wako tu. They're just moving around. Wanatembea tu kuna kule. But they are busy. When you look at them, they are sweating. Ukiwaangalia wanatoa They are jasho. sweating. Wanatoa jasho. But they are busy doing nothing. Lakini hakuna kitu They wanafanya. have no time for God. Ana wakati na Mungu. They have no quiet time to talk to God and listen to him. Ana wakati unyamavu kumrudisha Mungu. Number 3, forgive people who wrong you. Ya tatu, wasamehe wanaokukosea. Because Jesus forgave people. Kwa sababu Yesu Wewe ni nani alisamehe watu. useme hata Mungu akishuka siwezi msamehe huyu. Over my dead body. By the next time nisikie mtu amesema over my dead body, nasema kufa haraka tukuzike. Why? Because you're supposed to forgive. Kwa nini? Kwa sababu over your dead body you can't forgive. And Jesus sema forgave. kufe na Mungu pia alisamehe. Over your dead body, kufa tukuzike. Ya. Acha kutusumbua over my dead body. Kufa tukuzike, tuendelee kula nyama na maisha yaendelee kama kawaida. Because you're supposed to forgive. Kwa sababu unafaa kusamehe. Repeat the Lord's prayer.
Na wengine tu tunarudia maombi. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Tusamehe dhambi zetu tunapowasamehe Meaning it's wanatukosea. conditional. For God to forgive you must forgive. Kumaanisha ili Mungu akusamehe lazima usameane. Wewe unasema over my dead body. Die tukuzike. Kufa. Unashtuka na kifo na unapa kufa. Sasa kujishtua na. Do not judge anyone harshly. Usimhukumu mtu yoyote kwa ukali. People are doing those things not because they want. Watu wengine wanafanya vitu vile kwa sababu wanataka. Some of them is situations that have pushed them to do those things. Watu wengine ni hali imewafanya wafike pale. Some of them it is stress. Wengine ni hali ya maisha that has made them do those things. So don't judge them harshly. Usiwahukumu katika ukali. Guide them into changing. Waongoze katika kubadilika. Number 5, repent and change your behavior. Ya 5, tubu na ubadilishe tabia. Repent and change your behavior. Tubu na ubadilishe tabia. When we were youth, we used to sing a song. Zigo alambi tabango langoni. Tulikuwa vijana tukiimba mbele. Last naingiza ukiwa na choyo tabango langoni. Tulipokuwa vijana enzi zile. Meaning any burden you carry of sin, kumaanisha mzigo wote unabeba will dhambi, stop you from entering the kingdom. utakusimamisha utaingia mbinguni. So it's better you let go. Ni afadhali uachilie Every kind of weight, kila uzito wote, let go. achilia. Number 6, live a truthful life. Ya 6, ishi maisha ukweli. Stop being hypocritical. Wacha kuwa mnafiki. Pretenders. Wanafiki. Stop being a pretender. Muache kuwa wanafiki. If you are bad, be bad. Tuone ubaya wako. Kama ni mbaya kuwa mbaya. And if you are good, let's see your goodness. Wacha kujificha kwa good kidogo na mbaya. Kama wewe ni mzuri, kuwa mzuri, tujue ni mzuri. Kama ni mbaya kuwa mbaya, ndio tukemee hiyo mbaya openly. Na kama ni mzuri kuwa mzuri ya ukweli. Not the one for tricky. Si ile ujanja. Be yourself. Kuwa wewe. Amen. Amina. Teach others about God. Number 7, teach others about God. Ya 7, wafunze wengine Teach kuhusu others Mungu. about God. Wafunze wengine Let kuhusu me pause Mungu. there and find out. Wacha nisimame pale na nijue, nikitaka kujua. Since the time you got born again or became a believer, how many people have you taught and brought into the kingdom? Kutoka wakati ulikuwa muamini, ni watu wangapi umewaleta katika ufalme? Nani atakuwa confident aniambie nilileta so and so, nilihubiria so and so, hata ingawa alikataa, yuko njiani anakuja. Nani atakuwa na ujasiri asimame aseme kuhubia mtu? So kwa hivyo wewe ni wale watoto wanalishwa lakini hawakui. They don't grow. Hawakui. They just remain seated. Wanabaki tu kiketi. They don't start walking. Si kutembea. Yaani ile chakula wamekula hawatapiki na hatujui pale inaenda. Kisha uko na mtu kama huyu. Sahani ndio hii mzima ya chakula imejaa. Amenarua yote amemaliza. Auoni pale imeenda na wala hakutapika. Sasa ndio hawa wateule followers of Jesus Christ. They have been eating since January. Wamekuwa kula tangu Januari, But they have not given out. lakini hawana kitu wametoa. And the world outside there is waiting for the followers of Jesus to talk to them. Na dunia pale nje inangoja wafuasi wa Yesu To wafuate. change their perspective of their life. Wabadilishe maisha yao, wabadilishe mtazamo wao. Right. How many young men who knew you before know you now differently? Wanaume wangapi waliokujua wanakujua tofauti sasa hivi? How many can risk their life to follow you? Wangapi wanaacha maisha yao kufuate? How many can risk their life to follow you? Wangapi wanaweza kama maisha yao hatarini wakufuate? When I'm talking to Brian, I'm talking to everybody else. I'm not talking to Brian alone. I'm talking to you who's seated there. Nikimwongelesha ndugu yule na muongelesha kila mtu aliyeketi pale. Is there anybody who knows you can risk their life and say, I will follow this one? Yahweh ni Mungu, Yahweh anatawala, Yahweh sifa wa Yuda.
Jehovah